Moto na uokoaji tunachokifanya kikubwa kabisa, kuna kitu kinaitwa risk assessment. Tunakagua kuona hatari ni nini. Sawa. Kipindi cha nyuma, kabla ya maendeleo ya usafiri, umeme na nini, watu walikuwa wanatumia punda na vitu vingine. Ilikuwa sio rahisi kupata moto. Moto ulikuwa unatumika kwa ajili ya kupikia. Lakini sasa hivi ukitaka kuchaji utatumia moto, ukitaka kutembea kwa kuwai, si utatumia pikipiki, chombo cha moto, si utatumia magari, si kuna nini. Kwa hiyo kadri maendeleo yanapokuja na hatari ya kutokea matukio ya moto inakuwa kubwa. Sasa hilo ndio jukumu letu, kuelimisha ili sasa yanapotokea muweze kuzuia. Kwa wilaya kubwa tunachokifanya ni kutoa elimu. Tumekuwa tunapata matukio hapa Mpwapwa, kuna pikipiki zinaungua, wengine wanajitahidi kuzima. Sasa nitamkaribisha askari mmoja aeleweshe namna ya kutumia hivi vifaa vya kuzimia moto. Zamani tulikuwa tunatumia michanga. Sasa wenzetu kwa teknolojia wamegundua mchanga wa kizungu. Inaitwa poda. Inazima mioto ya aina zote. Sio lazima uchukue mchanga utupie. Ukikiona hichi kifaa atawaonyesha na atachukua mmoja atafanya trial na wengine wakitaka kubeba. Tumevifunga maeneo mengi. Kwa hiyo maofisi yote mnayoona vipo. Kwenye vituo vya mafuta ukienda kuweka mafuta hayo utakiona kiko pembeni. Ikitokea shida yoyote hakikisha unakichukua, atawafundisha namna ya kutumia. Jambo la kwanza lazima tujue ofisi za Jeshi la Zimamoto zipo wapi kwa wilaya hii ya Mpwapwa. Jambo la pili lazima tufahamu namba ya Jeshi la Zimamoto na uokoaji. Jambo la tatu lazima tufahamu hiki kifaa. Je, tutakapokiona tutakitumia vipi? Kwa sababu hiki kifaa kiko kwenye maeneo mengi, kwenye majumba ya watu, ipo kwenye ofisi, vile vile kwenye magari mpaka bajaji, si ndio? Tunaanza na swala la kwanza. Ofisi ya Jeshi la Zimamoto na uokoaji ipo ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwa mtu yoyote hapa anaweza akawa na shida, na nyinyi ndio tunawategemea kwa mabalozi wetu. Fika katika ofisi ya mkuu wa wilaya namba 15. Fika, tutakuja tutakusaidia. Jambo la pili, namba ya Jeshi la Zimamoto na uokoaji ni 114. Namba hiyo inapatikana wakati wowote kwa mitandao yote, ukipiga ni bure. Swala la tatu ambalo ni la muhimu kabisa ni matumizi sahihi ya hii fire extinguisher. Hii unaweza kuzima moto aina yoyote yote. Kwa hiyo ina maana mfano umeenda sheli pale, pikipiki imeleta shida, unaweza kuitumia hii kuzima. Majumbani, kwenye mashine za kusaga, na matumizi yake ni rahisi. Alafu na hii kuanzia mtoto miaka 8 kuendelea mbele anaweza kaitumia. Hapa kuna pini mbele, hii hapa. Nafikiri yote mnaiona. Hii pini. Hii pini unafanya kama unaizungusha hivi. Ukizungusha inakatika. Ikikatika unatoa. Ukishatoa ina maana umetoa lock ambayo unaweza kubinya hivi poda ikatoka. Sawa? Kwa unashika hivi, unaenda eneo la tukio pale, moto unapowaka. Hivi. Unakwenda unabinya, ukishabinya poda inatoka ndani kwa ajili ya kuzima ule moto wa pale. Sasa kwa haya maelezo niliyotoa, naomba mmoja aje aonyeshe mfano. Je, ikitokea moto itakuwaje? Hatua ya kwanza nitazungusha hii pini. Nikishaizungusha hii pini itakatika tayari, nitakuwa nimeshatoa loki kwenye hii clamp hii. Sasa baada ya hapo nitanyanyua huu mtungi, nitashika hii pipe, nitaielekezea eneo la tukio, tayari nitabana hapa kwa ajili ya kuruhusu hii poda ili niendelee kuzima moto. Safi kabisa. Tumpigie makofi.